Bwana, hili tizi la Simba hapa kwenye uwanja wa Amani visiwa Zanzibar ni tizi la kutisha vibaya mno. Ni tizi ambalo linahatarisha au linawapa tahadhari Stellenbosch kwamba wanapaswa kujiandaa vizuri kama wanahitaji kupata ushindi kwenye huu mchezo ambao utachezwa kesho. Ukitazama hao ni wachezaji wote wa Simba wanafanya maandalizi yao ya mwisho, angalia namna ambavyo wanakimbia, wako na morali ya hali ya juu sana. Lakini pia hakuna taarifa yote ya majeraha ya mchezaji wa Simba ambaye tumemwona mara nyingi akiwa anacheza kwenye kikosi cha kwanza. Wachezaji wote wa Simba wako fit, wapo kamili gado kwa ajili ya kuwakabili wa South. Na kwa taarifa pia ambazo zipo ni kwamba wa South pia unajua waliwazuia waandishi wa habari wasiingie kwenye mechi yao wakati wanafanya maandalizi ya mwisho, kama ambavyo Simba wamewaruhusu waandishi kama hapa hivi. Simba wanafanya maandalizi na waandishi wapo, wanashoot, wanarekodi kila kitu, lakini Stellenbosch wao walikataa kabisa. Yani hawakutaka kuruhusu waandishi wa habari waingie kuangalia kile ambacho wanakifanya. Lakini kwa upande wa Simba kidogo kwao imekuwa shwari, wameruhusu na mambo yameenda vizuri kabisa kama ambavyo wanatazama. Kwenye huu mchezo kuna pressure kubwa sana ambayo ipo kwa timu zote mbili. Simba anahitaji matokeo akiwa nyumbani, lakini pia Stellenbosch anahitaji walau matokeo akiwa ugenini. Pamoja na kwamba anacheza ugenini, lakini anahitaji walau kupata hata bao moja au sare ili aweze kufuzu kwenda hatua nyingine inayofuata, kitu ambacho kinawezekana kabisa kwa sababu Stellenbosch ni moja ya timu ambayo pia zimekuwa na wakati mzuri sana zikiwa dhidi timu kubwa. Yani sio timu ya kubeza, ni timu ambayo ina uwezo mzuri by the way. Ukumbuke mpaka sasa ni timu ambayo imefungwa magoli 10 tu, na kwenye magoli 10 magoli 8 wamefungwa na timu moja. Walifungwa na RS Berkane mechi moja mabao 5, alafu mechi ya pili mabao 3. So unaweza ukaona ni timu gani, timu yenye uwezo wa hali ya juu sana. Lakini kwa upande wa Simba naamini ni timu ambayo ina experience kubwa kwenye mashindano kuliko Stellenbosch. Hata ukiangalia maandalizi ambayo wanayafanya by the way, unaona kuna kitu kikubwa ambacho wanakifanya ambacho hukiwezi kukiona kwa timu zingine kwenye maandalizi yao. Yani kuna tofauti hata ya Simba na Yanga kwenye maandalizi ya mashindano ya kimataifa. Mara nyingi Simba wakiwa kwenye maandalizi ya kimataifa wanakuwa very smart, yani wanafanya vitu vyao kwa ubora unaotakiwa. Hofu yangu ni pale Zanzibar hawajawa na hawajawahi kucheza mechi yoyote ya robo finali pale Zanzibar ya hatua ya makundi, ndio mara ya kwanza wanaenda kucheza. Kwa hiyo na pengine inaweza kwenda kuathiri Simba kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu mara nyingi Simba wamekuwa na wakati mzuri sana wakicheza Benjamin Mkapa. Pale ndio sehemu ambayo wamekuwa wakitoa adhabu kwa timu zote ambazo zinakuja kucheza dhidi ya Simba. Lakini this time around wanacheza ugenini, na wanacheza ugenini Zanzibar. Ni Tanzania hii, lakini ni ugenini kwa sababu ni kiwanja ambacho hawajawahi kukitumia kwenye mashindano yoyote ya kimataifa. So pengine hiyo inaweza kuwa challenge kwa namna moja ama nyingine, lakini kwa namna ambavyo Simba wanacheza, I believe kwamba kuna possibility kubwa sana ya Simba kwenda kupata matokeo mazuri. Cha msingi ni mashabiki wa Simba kuendelea kuwasupport wachezaji wao. Wao wanajaribu kufanya tizi, angalia namna ambavyo wanapiga tizi hapo. Wao wanafanya kazi yao inayotakiwa. Kwa hiyo cha msingi ni mashabiki kuwasupport. Wapo ambao watakuwa na uwezo wa kwenda Zanzibar kuwasupport Simba wakiwa kule, na wapo ambao hawataweza kwenda Zanzibar kuwasupport Simba. Wengi watakuwa na uwezo wa kuitazama tu Simba kwenye television. So kwa wale ambao wanaweza kuitazama Simba kwenye television, wanaweza pia kuendelea kutoa support kwenye television, hata kwa kuombea tu dua kwa imani tofauti. Kila mtu anaweza kwa imani yake akaombea Simba, lakini naamini kwamba Simba wako na nafasi nzuri sana na wana possibility kubwa ya wao kwenda kufanya vizuri so far. I believe kwamba kama wataenda kufanya kile ambacho Fadlu David anakihitaji, naamini wana uwezo wa kuwafunga Stellenbosch vizuri bila shida yoyote ile. Wasiwasi wangu tu ni namna ambavyo huwa mara nyingi Simba wanacheza. Unaweza kutaka kipindi cha kwanza wakacheza vizuri, lakini kipindi cha pili wakaanza kucheza vibaya, kitu ambacho kinaweza kwenda kuathiri kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu wanacheza dhidi ya timu ambayo ni ngumu, dhidi ya timu ambayo ni bora, dhidi ya timu ambao ni shindani. So sometimes kucheza dhidi unatakiwa kuwa makini kidogo, tofauti na